Katika sehemu ya 13 ya uchambuzi wa kitabu cha ishara za viumbe katika ndoto, nitaanza moja kwa moja kumzungumzia kiumbe mwingine ambaye anaitwa kicheche. Kitabu ambacho nakitumia kwa ajili ya kukifanyia tafsiri ya mambo ambayo yameandikwa humo ni kitabu hiki ambacho kimeandikwa ishara za viumbe katika unabii wa ndoto. Katika mambo ambayo unapaswa kuzingatia ni pale ambako unaota ndoto yoyote ambayo umeunganishwa na mnyama au aina yoyote ya kiumbe, hata ikiwa ni pamoja na wadudu. Kimsingi tunapozungumzia habari ya kicheche, kicheche anafahamika kwa tabia zake nyingi, ikiwa ni moja ni tabia ya wizi. Kicheche yeye ni mwizi na yeye ni mnyang'anyi. Tukisema kwamba tunampa kesi kule mahakamani, kuna zile kesi ambazo wanasema kubomoa na kuiba, au wanasema ile kesi za unyang'anyi za unyang'anyi. Basi hizo zote zinamhusu kicheche. Lakini kicheche katika hali ya kawaida ameandikwa katika kitabu cha Walawi mlango wa 11. Ukianza kusoma mstari wa 29, wako viumbe ambao wako mentioned kama viumbe ambao ni najisi. Sasa pale utakumkuta pia na kicheche amewekwa kama kiumbe ambaye ni najisi. Sasa kicheche huwa wana tabia zao ambazo zina maana kubwa katika ulimwengu wa roho. Jambo la kwanza, vicheche wa majike na madume huwa changamani kwa kila wakati. Vicheche majike wale wanakaa wenyewe na wanafanya shughuli zao majike wenyewe, na wale madume wenyewe wanajitenga, wanakaa wenyewe. Lakini kicheche ambaye ni jike anapokuwa kwenye ule mzunguko wa joto, basi yeye mwenyewe huenda kufata vicheche madume, na wale madume kwa wakati mmoja huwa wanashirikiana kwa ajili ya kushughulika naye. Na ndio maana kuna watu ambao wamepewa haya majina ya vicheche, kwa maana kwamba mwanamke unakuta yeye mwenyewe anaenda kwa ajili ya kwenda kutafuta nini, kutafuta wanaume. Haya majina wamepewa majina kutokana na aina ya viumbe. Lakini jambo lingine ambalo ni la msingi sana, ni kwamba kicheche yeye mwenyewe kutokana na tabia zake na maisha yake huwa anaishi maisha mafupi sana, miaka yake 4 mpaka miaka 6. Basi maisha yake yanakuwa yameisha. Sasa kicheche ana maisha mengi ambayo unapomuona katika ulimwengu wa ndoto, basi ujue kwamba kuna jambo la msingi ambalo unapaswa kulifahamu, kwa sababu kicheche huyu ameunganishwa na mambo makubwa sana katika ulimwengu wa roho. Sasa unaposikia kwamba kuna makahaba wanajiuza barabarani, moja ya uchawi ambao unatumika wa hatari sana kwa ajili ya kuloga wanawake ili waharibikiwe ni uchawi ambao unaitwa uchawi wa kicheche. Na katika sehemu nyingine ambayo nitakuja kuelezea kwa ujumla ishara za kicheche, lakini pia nitakuja kuelezea na ule uchawi wa ujumla wa kicheche. Lakini kama itafaa, ni vyema sana upate nakala ya kitabu ambacho nimekitolea ufafanuzi sana kuhusu habari ya viumbe mbalimbali.
Huko kuna viumbe mbalimbali ambao nimewaelezea, lakini pia nimeelezea aina ya uchawi ambao unafanya kazi. Na kama ungepata nafasi ukapita mjini au kwenye bookshop zozote, basi ulizia kitabu chochote cha Dr. Elisaria Palanjo. Ni vitabu ambavyo Mungu amenipa zaidi wito wa kuandika kwenye eneo la ndoto, na katika eneo hili ndilo eneo ambalo ningependa pia uone ulimwengu wa roho jinsi unavyofanya kazi, na wewe kama utapata hicho kitabu unaweza kujifunza mambo mengi sana. Lakini kama hujapata hard copy, unaweza pia kupata soft copy 0716 49 78 27. Asante.